Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 53, 54, Yesu anasema kwamba atakaye kunywa damu yake na kula mwili wake atakuwa na uhai ndani yake na uzima wa milele. Mungu tu ni mwema kila sana kila wakati. Tunamaliza msimu wa kuomba na kufunga. Tunamaliza msimu wa kufunga na kuomba, lakini of course maombi yanaendelea na kufunga kutaendelea. But it's a season ambayo tumekuwa ndani, na tukimaliza huu msimu nimehisi kwa moyo wangu ya kwamba ibada ya kwanza baada ya hiyo ambayo itakuwa tarehe 29 mwezi wa 9 ikuwe ni ibada ya meza ya Bwana. Basi meza ya Bwana tunaitumia kwa hekima. Tumeomba, tumefunga, tumeitisha urejesho. Meza ya Bwana huvunja madhabahu. Kile ambacho shetani amepanda kwa mwili wako, ambacho kimefanya mwili wako uwe kifo, maisha yako yawe kifo, tutakula meza ya Bwana na kunywa damu yake. Na tunapofanya hivyo, chochote ambacho ni kifo kitavunjika na kitaondoka ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Tumewahi kuwa na ibada ya meza ya Bwana. Ilikuwa powerful. Kuguza tu mkate ambao ni meza ya Bwana na divai ambayo ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, watu walimanifest. Kuna watu ilibidi tuwapatie mara 2-3 because hata kuibeba ilikuwa ni shida. Maana mtu kama mimi nikipatiana, si kwa sababu ya hela, ni kwa sababu ya wokovu wa nafsi yako. Hiyo ibada itakuwa ni special. Ona hii clip wakati ambapo tulikuwa na ibada ya meza ya Bwana. Angalia vile nguvu ya Mungu ilitembea. Na ni mapema, jipange. Njoo shiriki meza ya Bwana. Unawezekana uko na mgonjwa mwenye hawezi akasafiri. Njoo umbebe. Tutapatiana nafasi ya kwamba unaweza ukafungiwa hiyo divai, hiyo juice, unaweza ukafungiwa, ukapewa package na ukabeba kama uko na mgonjwa hospitali, kama uko na mtu ambaye hawezi akasafiri na akafika. Okay? So 29th of June 2025 itakuwa ni ibada ya meza ya Bwana, itakuwa ni ibada ya kipekee. Angalia nguvu ya Mungu ilivyotembea last time nikipeana, na ujue kwamba hata hiyo siku kuna milima itaanguka, kuna mabonde yatawekwa tambarare, kuna giza itakuondokea, kuna upya utaingia ndani ya mwili wako, ndani ya afya, ndani ya fedha, ndani ya uhusiano. He took the bread and gave it to them and said, "Eat it, for this is my body." Then he took the cup and he said, drink this. This is my blood that is poured for the forgiveness of sin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. My Father, as we partake of this, I partake, O Lord, my God, myself. Let me experience renewal for the next stage of life and ministry. In Jesus Christ's name. As they partake, Lord, wanatoka hapa mwaminifu. No sin, no tagging of sin is counted upon them. Wamesamehewa na wameondolewa hukumu ya dhambi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Sema amen. Wagonjwa tunawapelekea sao. Hukumu ya dhambi iondoke. Vile wataenda, take it here. Ukienda huko utarusha, utamwaga Bwana. Then eat the bread, take it. Oh, maye. Haya. Hapa maliziana tunayo hapa. Haya, wanamuziki tuende kazi. Thank you Jesus. Oh yeah. Ama Rosemary waongoza tu ile wataimba alafu waimbe na kuelewa. Waongoza tu alafu wanakusaidia. Hukumu ya dhambi imetoka. No, just one. Mtabadilishana. Haitaji mbili, mnabadilika tu. Mtabadilishana. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa.
kunywa tukiwa hapa. Usafisha kabisa, inaponya magonjwa ya Yesu. Usafisha kabisa, kamera chukua kabisa, unafaa kuona ile inafika, inaondoa hukumu. Damu ya Yesu usafisha kabisa, damu ya Yesu. Hiyo inaenda chini, ni kule umetoka, inaenda inaondoa testimony kabisa. Tukiita meza ya Bwana siku nyingine, ushuhuda wako ndio utaleta watu. Your testimony italeta watu. Damu ya Yesu Unywe hapa usafisha kabisa, damu hukumu ya uchawi, hukumu ya kule usafisha kabisa, damu ya Yesu usafisha kabisa. You look at the reaction kuja ukiwa unatarajia. Kumbuka si hata mimi napeana. Upya. Anza upya. Najua mnasikia vile nilisikia vizuri. Asante Yesu. Umewashangaza wengi, hakuna kama wewe. Sema wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa kama. Madhabahu ya kwenyu ivunjike. Sema wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa ajabu. Umewashangaza wengi, hakuna aliye kama wewe. Hakuna wewe, hakuna aliye Hukumu iondoke. ni wewe tu. Oi, ameenda. Uzima wangu ni wewe, sada wangu ni wewe. Bwana, unapozuru wengine usinipite Mwokozi, unisikie Bwana, unapozuru wengine Bwana, usiache Bwana, unisikie unapozuru wengine. Yesu wangu usinipite sina msaada kando na Yesu, unisikie unapozuru wengine. Bwana wangu unapobariki tasa Bwana, wakumbuke wote Yesu, unisikie Bwana Yesu. Unisikie unapozuru wengine Bwana, unisikie nasema Yesu. Oh Yesu,
meza, meza, meza. Sema Yesu, 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 Yesu. Swallow on, swallow on. Unisikie. Mbele kwa media. Usinipite, usinipite. Sema Yesu, Yesu. Sema Yesu, unisikie. Unaposuru wengine. Enda uanze upya kwa jina la Yesu. Nimemuona Yesu Bas. akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yesu akibadilisha hali. Nimemuona Bwana akipeana. Upewe sifa, uwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe, hakuna kama wewe. Kuvunja maagano ambayo inawezekana uliingiza ndani ya maisha yako kwa makosa. Kuna watu ulitoa mimba, ama ulifanya dhambi fulani, na hiyo dhambi ikaleta hukumu ndani ya mwili wako. Wakati ambapo umeshatubu, tunamaliza prayer camp tukitubu, tukitafuta uso wa Mungu. Utakuja 29th kula meza ya Bwana, kunywa damu yake, usawa na upya uingie ndani ya mwili wako. Kumbuka tuko Nairobi, Wayakiwe, next to Kabete Police Station. Kama utakuwa unakuja na public vehicles, gari zetu ziko maeneo ya Odeon Cinema na maeneo ya The Archives number 105 ambazo zinaenda Kino na zinaenda Kikuyu. So panda hiyo number 105, utashukia Kabete Police Station. Tembea vile gari inaenda, maliza ukuta wa police station. Ukiangalia upande wa kushoto, utaona bana kwa jengo kubwa pale, iko na picha yangu. Ingia pale, hapo ndio pale Mungu atakuwa anabadilishia watu maisha. God bless you.